Mvutano wa kisiasa na kijeshi katika Mashariki ya Kati unaendelea kuchukua sura mpya baada ya kauli kali kutoka kwa viongozi wa mataifa makubwa ya eneo hilo. Katika mazingira hayo, Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, ametoa tamko muhimu kupitia mtandao wa X Twitter muda mfupi tu baada ya taarifa kuanza kusambaa zikidai kuwa Waziri Mkuu wa taifa la Israel, Mr. Benjamin Netanyahu, huenda amefariki dunia. Tamko hilo limekuja katika kipindi ambacho mvutano kati ya Iran, Israel na washirika wao wa kimataifa unaendelea kuongezeka, huku kauli za viongozi zikionyesha kuwa mgogoro huo unaweza kuingia katika hatua mpya na mbaya zaidi. Kupitia ujumbe wake rasmi, rais huyo wa Iran, Masoud Pezeshkian, amezungumzia hali ya nchi yake baada ya siku kadhaa za mapambano na shinikizo la kimataifa. Katika ujumbe huo amesema, namnukuu, siku 15 zimepita tangu kuanza kwa vita vilivyolazimishwa na visivyo vya haki. Licha ya changamoto za usafiri, mawasiliano na masuala mengine, kwa juhudi za wenzetu walioko serikalini, hakujatokea usumbufu mkubwa katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa ushirikiano wenu, wananchi wa heshima wa Iran, tutavuka hali hii na tutajenga upya kila kitu walichokiharibu kwa kiwango bora zaidi kuliko hapo awali. Kauli hiyo inaonyesha msimamo wa Irani wa kuendelea kusimama imara licha ya shinikizo la kijeshi na kisiasa kutoka kwa wadau wake. Tamko la rais wa Iran limekuja wakati ambapo taarifa mbalimbali zimeanza kuzunguka zikidai kuwa waziri mkuu wa taifa la Israel, Mr. Benjamin Netanyahu, huenda amefariki dunia baada ya mashambulizi yaliyolenga maeneo ya karibu na Tel Aviv. Taarifa hizo zimesababisha mijadala mikubwa sana katika medani za kisiasa na kijeshi za kimataifa, huku wachambuzi wakijaribu kufahamu athari ambazo tukio kama hilo lingeweza kuwa nazo kwa uongozi wa Israel na mwelekeo wa mgogoro wa Mashariki ya Kati. Hata hivyo, taarifa nyingine zimekuja baadaye zikisisitiza kuwa madai ya kifo cha Benjamin Netanyahu hayana ukweli wowote na kwamba kiongozi huyo bado yuko hai na anaendelea na majukumu yake kama kawaida. Wakati huo huo, rais wa Marekani Mr. Donald Trump ametoa kauli kali kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo. Katika matamshi yake, Donald Trump amesema kuwa Marekani iko tayari kubomoa kwa mabomu mazito kwa nguvu kubwa ufukwe wa Iran ikiwa hali ya mvutano itaendelea kuongezeka. Kauli hiyo imeongeza joto katika mgogoro huo, huku wachambuzi wa siasa za kimataifa wakionya kuwa hatua kama hizo zinaweza kusababisha kuongezeka kwa mapambano katika eneo la Ghuba ya Uajemi na Mashariki ya Kati kwa ujumla. Kwa upande wa Iran, viongozi wa kisiasa wameendelea kutoa matamshi makali dhidi ya Marekani. Spika wa bunge la Iran ametoa kauli akisema kuwa Marekani inatoa sadaka kila kitu kwa ajili ya Israel. Marekani inatoa sadaka kila kitu kwa ajili ya Israel, akidai kuwa Washington, Marekani haijali kabisa maslahi ya nchi nyingine bali inalinda Israel peke yake. Kauli hiyo inaonyesha kiwango cha mvutano wa kisiasa kati ya pande hizo mbili ambao kwa miaka mingi umekuwa chanzo kikubwa cha migogoro katika eneo hilo. Katika hatua nyingine, taarifa zilizotolewa baadaye zimeeleza kuwa madai yaliyokuwa yakisambaa kuhusu kifo cha Benjamin Netanyahu hayakuwa ya ukweli. Kwa mujibu wa taarifa hizo, waziri mkuu huyo bado yuko hai, mwenye afya njema na anaendelea kuongoza serikali ya Israel. Vyanzo mbalimbali vimesisitiza kuwa taarifa za kifo chake zimekuwa za uongo na zilitaka watu kutegemea tu taarifa rasmi zinazothibitishwa na mamlaka husika. Vyanzo mbalimbali vimesisitiza kuwa taarifa za kifo chake zimekuwa za uongo na zilitaka watu kutegemea tu taarifa rasmi zinazothibitishwa na mamlaka husika.
Matukio haya yanaonyesha jinsi taarifa kuhusu viongozi wa kisiasa zinavyoweza kuwa na athari kubwa katika mazingira ya migogoro ya kijeshi. Taarifa kama hizo zinaweza kuongeza hofu kabisa, taharuki na hata kubadilisha kabisa mwelekeo wa mijadala ya kisiasa. Kauli ya Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, inaonyesha msimamo wa Tehran wa kuendelea kupambana na shinikizo kutoka kwa mataifa ya Magharibi na washirika wao katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, kauli kutoka Marekani na viongozi wengine wa Iran zinaonyesha kuwa mgogoro huu bado uko katika hatua nyeti sana ambayo inaweza kuathiri usalama wa eneo lote. Tamko la Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, limekuja katika wakati ambao mvutano wa kisiasa na kijeshi katika Mashariki ya Kati unaendelea kuongezeka licha ya taarifa zilizozua mijadala kuhusu kifo cha Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu. Taarifa za baadaye zimeeleza kuwa madai hayo si ya kweli na kwamba kiongozi huyo bado yuko hai. Hata hivyo, kauli kali kutoka pande mbalimbali ikiwemo Marekani na Iran zinaonyesha kuwa hali ya kisiasa katika eneo hilo inaendelea kuwa tete, huku dunia ikifuatilia kwa karibu maendeleo ya mgogoro huo na athari zake kwa usalama wa kimataifa. Katika mazingira ya migogoro ya kijeshi, taarifa kama hizo zinaweza kuongeza hofu kabisa, taharuki na hata kubadilisha kabisa mwelekeo wa mijadala ya kisiasa. Kauli ya Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, inaonyesha msimamo wa Tehran wa kuendelea kupambana na shinikizo kutoka kwa mataifa ya Magharibi na washirika wao katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, kauli kutoka Marekani na viongozi wengine wa Iran zinaonyesha kuwa mgogoro huu bado uko katika hatua nyeti sana ambayo inaweza kuathiri usalama wa eneo lote. Tamko la Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, limekuja katika wakati ambao mvutano wa kisiasa na kijeshi katika Mashariki ya Kati unaendelea kuongezeka licha ya taarifa zilizozua mijadala kuhusu kifo cha Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu. Taarifa za baadaye zimeeleza kuwa madai hayo si ya kweli na kwamba kiongozi huyo bado yuko hai. Hata hivyo, kauli kali kutoka pande mbalimbali ikiwemo Marekani na Iran zinaonyesha kuwa hali ya kisiasa katika eneo hilo inaendelea kuwa tete, huku dunia ikifuatilia kwa karibu maendeleo ya mgogoro huo na athari zake kwa usalama wa kimataifa. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako ili kusudi mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu upate kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa huko Mashariki ya Kati. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Share mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Hii hapa ni Habari Kiganjani. Hakikisha kwamba umesubscribe, lakini pia endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.